Hujambo na karibu katika matangazo haya maalum ya mwisho wa mwaka kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Karibu katika makala maalum ya Dira ya Dunia. Leo tunaangazia taarifa kubwa za mwaka huu 2015. Mapema mwaka huu kundi la kigaidi la Al-Shabaab lilishambulia chuo kikuu kimoja kaskazini mashariki mwa Kenya na kuua watu 147. Washambuliaji hao waliokuwa wamesheheni kwa silaha kemkem walivamia chuo kikuu cha Garissa mwezi Aprili na kuwafyatulia risasi wanafunzi wa chuo hicho. Walioshuhudia walisema kuwa watu hao waliwaweka kando Wakristo na kisha kuwapiga risasi. Hili ndilo shambulio kubwa zaidi kuwahi kufanywa na Al-Shabaab nchini Kenya. Wakati huo, Ansoi alitutumia taarifa ifuatayo. Miili ya mwisho ilitolewa kutoka katika chuo hiki hii leo. Mji huu ungali na mtafaruku. Lakini ni kutoka kwa manusura ndipo unapata taswira kamili ya shambulio hilo. Yeah. Two of them. Tulijificha chini ya kitanda kwa saa 7 na ndivyo tuliweza kunusurika. Wenzetu wawili waliuawa. They asked for Muslims. Walituamrisha Waislamu waende upande mmoja na Wakristo upande mwingine. Na walitaka Waislamu wasome aya za Qur'an na wakishindwa wanapigwa risasi. You're put aside. If you answer wrongly, you're shot on the spot. Tulisikia vilio vya wanafunzi walipokuwa kichinjwa kwa mapanga. Walikuwa katika maumivu makubwa. Yes. Mjini makataa ya kutotoka nje yanaendelea. Walinda usalama wameongezeka. Wanamgambo hao walipofika katika chuo hiki tunaelezewa kwamba kulikuwa na maafisa wachache sana wa polisi ambao walikuwa wanashika doria. Na hivyo maswali yameibuka sasa, kwa nini chuo hiki hakikuongezewa usalama licha ya kwamba ilikuja katika wiki ambapo kulikuwa na habari kwamba kungekuwa na mashambulizi. Maandamano yalifanyika kupinga mauaji. Wanasema Al-Shabaab watakomee mbali. Lakini kuna dalili washambuliaji walikuwa wenyeji. Huku jamaa wakiendelea kutambua waliofariki, changamoto za usalama Kenya za kithiri. Ansoi, BBC, Garissa. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zilizogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa mwaka huu na Aisha Yahya. Marekani na Cuba zilirejesha uhusiano wa kidiplomasia mwezi Julai mara ya kwanza baada ya kuvunja mwaka 1961. Nchi hizi mbili zilifungua upya balozi zao katika miji mikuu ya mataifa hayo, na John Kerry akawa waziri wa mashauri ya kigeni wa Marekani wa kwanza kuzuru Cuba baada ya miaka 70. Mageuzi nchini Burkina Faso yalitishia kuingiza nchi hiyo katika mtikiso wa kisiasa mwezi Septemba baada ya mkuu wa kikosi cha kumlinda rais kumkamata aliyekuwa akikaimu kama rais na akajitangaza kama yeye ndio kiongozi wa nchi hiyo. Lakini maandamano mitaani na shinikizo kutoka viongozi wa ukanda huo wakiongozwa na rais wa Nigeria zilipelekea hali kutengenea na amani karejea baada ya wiki moja tu. Mahakimu 7 kutoka mahakama kuu nchini Ghana walisimamishwa kazi kwa shutuma za ufisadi baada ya uchunguzi wa miaka 2 kufanywa na mwandishi wa habari. Mamia ya watu walijaa kwenye sinema ili kutazama filamu hiyo ya ukweli iliyotengenezwa na Anas Arameyao Anas, ambayo inaonyesha mahakimu kadhaa wakipokea rushwa. Mwezi Septemba, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Associated Press, watu zaidi ya 2,000 walikufa baada ya mkanyagano wakati wa hija karibu na mji wa Makka. Shirika hilo lilisema lilipata idadi hiyo baada ya kukusanya idadi ya watu waliokufa katika mkasa huo kutoka nchi 19. Idadi hii ni mara 3 ya ile iliyotolewa rasmi na Saudi Arabia ya watu 769. Iran peke yake ilisema ilipoteza watu 465, ikiwa ndio taifa lililoathirika zaidi na mkasa huo. Debula Kabwagira alifuatilia taarifa hiyo wakati huo. Watu wakiwa na huzuni tele na simanzi, wakitafuta wapendwa wao waliopoteza maisha kwenye msongamano wa watu. Tulitembelea jumba ambalo lilikuwa na picha za waathirika.
Wiki moja baada ya msongamano huo, picha za maiti ambao hawajatambuliwa zilibandikwa ukutani. Picha zingine zinaonyesha kwenye televisheni na familia nyingi zina matumaini kwamba watapata maiti wa kumzika. Taswira hii ndio moja ya sababu nyingi zinazowafanya watu kuhisi idadi rasmi iliyotolewa na serikali ya Saudia ni ndogo na sio idadi halisi. Ata Mohamed anawapigia simu jamaa zake nyumbani Pakistan kuhusu wapwa zake wawili, wa kike na wa kiume. Amekuwa akitafuta picha na maiti ndani ya chumba cha kuhifadhia maiti, lakini anasema hajapata msaada wowote. Tunadhalilishwa hapa. Hakuna taarifa kama bado yuko hai au amekufa. Habari yoyote ile itatufariji. Siku ya 3 ya hija, umati ulikuwa ukisogea upande mmoja na kundi jingine la watu lilikuwa linaelekea umati huo. Hapo ndio msongamano ukatokea, maiti wakakutikana wakiwa wamekanyagwa. Bila shaka, kuimarisha usalama hija ina changamoto zake, na Saudia ilibidi zingatie sio tu uwezekano wa misongamano mengine, lakini pia mashambulio. Ukubwa wa maafa haya umeashtua mataifa mengi ambayo raia wake wameathirika na yanataka majibu. Maafisa hapa wanasema hawatatoa kauli yoyote mpaka pale ripoti ya uchunguzi itakapochapishwa. Hata kama Saudia haijalazimishwa kuwajibika, kuna wito kwa serikali ya Saudia kuweka wazi idadi ya waliokufa katika msongamano huo, idadi ambayo baadhi ya maafisa kutoka nchi kadhaa wamedai imefikia maelfu. Debula Kabwagira, BBC. Hii ni Dira ya Dunia, makala maalum kuhusu matukio ya mwaka kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London, na mimi ni Zuhra Yunus. Naam, karibuni tena katika matukio ya dunia mwaka huu baada ya uchaguzi wa kihistoria Tanzania uliompa ushindi Dr. John Pombe Magufuli licha ya kubatilishwa kwa uchaguzi visiwani Zanzibar. Dr. Magufuli aliapishwa rasmi kuwa rais wa Jamhuri ya Tanzania tarehe 5 mwezi Novemba na kuwa rais wa awamu ya 5 katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Sherehe za kumwapisha zilifanyika katika uwanja wa kihistoria wa Uhuru katika mji wa Dar es Salaam. Sherehe hizo pia zilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kikanda na kimataifa. Samia Awami alifuatilia shughuli hiyo kwa karibu na kututumia taarifa ifuatayo. Ukurasa mpya umefunguliwa. Wakati nchi majirani zina viongozi wanaotaka kung'ang'ania madarakani, ubadilishanaji wa uongozi nchini Tanzania umekuwa ni utamaduni unaoheshimika.
Kwa tabasamu na uchangamfu, Rais wa 5 wa Tanzania John Magufuli anawasalimia wananchi. Umaarufu wake kisiasa umejengwa na sifa yake ya uchapakazi. Anatarajiwa kuiendeleza sifa hiyo. Upokezanaji wa kijiti umekwisha kufanyika kutoka kwa Jakaya Kikwete na sasa kijiti kipo kwa Magufuli. Lakini mamilioni ya Watanzania wana matumaini mengi kwa Magufuli. Atawasaidia kupunguza makali ya maisha, lakini pia atawaondolea viongozi wa rushwa. Haya ni matarajio mawili tu kati ya mengi sana. Lakini lipo pia tatizo la ukosefu wa ajira ambalo linawaumiza zaidi vijana. Na ikiwa karibu nusu ya Watanzania ni wale wenye umri chini ya miaka 35, Magufuli anatarajiwa kuliweka swala hili kuwa moja ya vipaumbele vyake vya juu. Kweli na matarajio mengi tu. La kwanza ni mabadiliko ya kweli. Watanzania tuna uhakika tutakuwa tuna maisha bora, kwa sababu maongezi yake analenga sana kubadilisha maisha ya Watanzania. Kila Mtanzania awe na maisha bora. Ili ataleta discipline kwenye serikali kwanza, kutokana na tunavyomwona yeye mwenyewe alivyofanya kwenye Wizara ya Ujenzi kwa miaka mingi, nadhani zaidi ya miaka 15 au 20 amekuwa na mafanikio tunayaona. Kwa hiyo sasa tunaona kwamba ataweza kuleta discipline katika serikali, nidhamu, na kuweza serikali ifanye kazi vizuri kwa manufaa ya Watanzania wote. Utaratibu wa uteuzi wake kuwa mgombea urais ulikiacha chama chake CCM kikiwa kimegawanyika. Ikiwa atachaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama hicho, basi hawezi kukwepa jukumu la kurudisha umoja na mshikamano ndani ya chama tawala. Na kwa kuwa hatima ya uchaguzi visiwani Zanzibar bado haijafahamika, bila shaka usuluhishi wa mgogoro huu wa kisiasa utamhitaji aingilie kati mapema iwezekanavyo. Samia Wami, BBC, Dar es Salaam. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zilizogonga vichwa mbalimbali vya habari mwaka huu. Aisha Yahya anatuarifu. Umoja wa Mataifa ulishutumu serikali ya Burundi na upinzani kwamba wanajaribu kuigawa nchi kikabila. Mshauri maalumu wa Umoja wa Mataifa wa kuepusha mauaji ya kimbari, Adama Dieng, alisema matamshi yanayotolewa sasa yanafanana na yale yaliyotangulia mauaji ya kimbari ya nchi jirani Rwanda mwaka wa 1994. Alitoa wito ulimwengu ingilie kati. Msemaji wa serikali amedai kwa upinzani unaua watu wao ili kuipa sifa mbaya serikali. Kiongozi wa zamani wa Nigeria, Muhammadu Buhari, amekuwa rais baada ya uchaguzi wa kihistoria. Ilikuwa mara ya kwanza kwa mgombea wa upinzani kumshinda rais aliyoko madarakani. Jenerali Buhari alimshinda Rais Goodluck Jonathan kwa zaidi ya kura milioni 2.5. Buhari aliahidi kuwa kazi yake ya kwanza kama rais ni kupambana na Boko Haram. Rais Obama amekuwa rais wa kwanza wa Marekani kuhutubia Umoja wa Afrika alipokuwa katika ziara yake ya Afrika mwezi wa Julai. Aliwaomba viongozi wa bara hilo kumaliza ile aliyoita saratani ya rushwa. Watu 38 waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa katika shambulio kwenye ufuko wa bahari katika mji wa watalii wa Sousse, Tunisia. Hatimaye mshambuliaji alipigwa risasi na kuuawa. Kundi la Islamic State lilisema lilifanya mauaji haya makubwa na yalitokea miezi tu baada ya watalii 22 kuuawa katika shambulio ndani ya makumbusho ya mji mkuu Tunis. Wiki mbili baada ya tukio la kigaidi mjini Paris ambalo lilisababisha vifo zaidi ya watu 120, nchi hiyo iliungana kwa pamoja kufanya maombolezo rasmi na kuwakumbuka waliouawa pamoja na kuwafariji jamaa zao. Wakati huo, Rais wa Ufaransa François Hollande aliahidi kuangamiza kabisa kile alichokiita jeshi la wenye msimamo mkali wa kidini waliohusika na mashambulio na mauaji hayo ya mjini Paris. Akizungumza wakati wa misa maalum ya maombolezo, Bwana Hollande amesema Ufaransa haitasalimu amri kwa hofu au chuki, lakini itabakia nchi inayoamini kwenye thamani ya utu wa uhai wa binadamu. Kulikuwa na maonyesho na maandamano. Wakati huo, Zawadi Machibia alituandalia taarifa ifuatayo. Ni wiki mbili sasa tangu mashambulio ya Paris kutokea. Huzuni bado kubwa. Rais Hollande aliwaongoza waombolezaji na ndugu wa wafiwa kwenye maombolezo haya, akiungana na ndugu na jamaa wa marehemu na wengi wengine walioponea chupuchupu. Majina na umri wa waliopoteza maisha yao yalisomwa kuwakumbuka. Stéphane Albertini,
39 ans. Nick Alexander, 35 ans. Jean-Jacques Amiot, 68 ans. Katika hotuba yake, Rais Hollande amesema atapambana mpaka mwisho kuhakikisha wanatokomeza kabisa kile alichokiita jeshi la wenye msimamo mkali wa kidini waliopanga mashambulizi haya. Car nous sommes une seule et même nation. Sisi ni taifa moja linaloamini juu ya thamani yetu. Magaidi wanataka nini? Que veulent les terroristes? Kutugawa, nous diviser, kutupinga, nous opposer, kutufanya tupigane sisi kwa sisi. Hawatafanikiwa. Wanatukuza kifo, lakini sisi tuna upendo wa uhai na uzima. Tunaendeleza vita hivi mpaka mwisho na tutashinda kwa kubaki na kuwa na imani kwa maadili na tunu za Ufaransa. Fidèle à l'idée même de la France. Quelle est-elle? Hii ilikuwa ni siku ambayo Paris iliwaombolezea watu wake waliouawa, lakini pia kuwapinga wazi waliowashambulia. Rais Hollande anasema Ufaransa haitagawanywa na magaidi. Itabakia, anasema, ile iliyoungana na kwamba bado inawapenda sana wale waliopoteza maisha yao. Zawadi Machibia, BBC. Hii ni Dira Dunia, makala maalum kuhusu matukio makubwa ya mwaka huu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Mimi ni Zuhra Yunus. Na sasa nampisha Peter Musembe atueleze matukio makubwa ya michezo mwaka huu. Mwaka 2015 utakumbukwa zaidi kwa matukio makubwa nje ya viwanjani kuliko ndani ya viwanjani. Ni mwaka ambao umeshuhudia mtikisiko mkubwa katika shirikisho la soka duniani FIFA, huku wakuu wa soka duniani wakipigwa marufuku kipindi kirefu na madai ya utumiaji dawa katika riadha.
Tukianza na matukio katika FIFA, viongozi wawili waliokuwa na madaraka zaidi katika soka duniani walipigwa marufuku kutojihusisha na shughuli zozote za soka kwa kipindi cha miaka 8. Sepp Blatter ambaye amekuwa rais wa FIFA tangu mwaka 98 pamoja na rais wa shirikisho la soka Ulaya Michel Platini walipigwa marufuku kufuatia uchunguzi kuhusu dola milioni 2 ambazo Platini alilipwa na FIFA kwa idhini ya Blatter pasipo kuandikiana kandarasi na pasipo kuandikisha matumizi hayo kwenye hesabu za FIFA. Tayari walikuwa wameshasimamishwa kwa siku 90 na wamesema watakata rufaa. Uchaguzi mpya wa rais mpya wa FIFA utafanyika Februari 26. Maafisa wengine 39 wa FIFA wanashtakiwa nchini Marekani kwa tuhuma za rushwa. Tukio lingine kubwa katika soka mwaka huu limekuwa ni kufutwa kazi kwa meneja wa Chelsea Jose Mourinho siku kadhaa zilizopita. Chelsea ilisema bodi ya klabu hiyo ikiongozwa na mmiliki Roman Abramovich iliafikiana na Mourinho aondoke kwa kuwa matokeo ya timu kwenye mechi za ligi kuu ya England hayaridhishi. Chelsea wamekuwa na matokeo mabaya na wamekuwa wakielekea mwishoni mwa mwaka wakajikuta wakikaribia eneo la kushushwa daraja. Gus Hiddink amepewa jukumu la kaimu meneja kuisaidia timu hiyo hadi mwisho wa msimu, huku juhudi zikiendelea za kutafuta meneja mpya. Ulimwengu wa riadha katika mwaka huu 2015 pia ulitikiswa na ripoti iliyosema wanariadha wa Urusi hata kwenye mashindano makubwa wamekuwa wakitumia dawa za kusisimua misuli kwa ufadhili wa uongozi wa nchi. Urusi imepigwa marufuku na shirikisho la riadha duniani IAAF kutoshiriki mashindano yoyote makubwa kwa kipindi kisichojulikana. Baadaye BBC ilipata taarifa za ndani kutoka IAAF zilizoashiria kulikuwa na mpango wa ndani wa kuficha majina ya wanariadha wa Urusi waliopatikana kutumia dawa za kusisimua misuli. Wakati huo aliyekuwa rais wa shirikisho la riadha duniani IAAF Lamine Diack anachunguzwa nchini Ufaransa kwa tuhuma za kupokea rushwa ili kuwasitiri baadhi ya wanariadha wa Urusi ambao walipatikana kutumia dawa hizo. Ingawa mwaka huu kulikuwa na mashindano ya kombe la dunia mchezo wa raga, lakini habari kubwa zaidi kuhusu raga haikuwa kombe la dunia, ilikuwa ni kufariki kwa Jonah Lomu, mchezaji wa zamani wa raga wa New Zealand ambaye inaaminika amekuwa mwanaraga bora duniani. Lomu alifariki mwezi Novemba akiwa na umri wa miaka 40 baada ya kuugua kibofu. Hayo ndio yaliyokuwa matukio makubwa katika michezo mwaka huu 2015. Jina langu ni Peter Musembi. Kwa heri na kutakia Christmas njema na mwaka mpya 2016 wenye fanaka. Tarehe 25 mwezi Novemba, hatimaye Papa Francis aliwasili nchini Kenya, ikiwa ndio nchi ya kwanza katika nchi alizonuia kuzitembelea katika ziara yake ya kwanza barani Afrika. Papa alipotua alilakiwa kwa shangwe na nderemo na maelfu ya watu waliojipanga barabarani kumlaki. Mwandishi wetu Ansoi alifuatilia ziara hii ya Papa hadi alipoenda nchini Kenya kuelekea Uganda na baadaye katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Taarifa hii inayosimuliwa na Dai Yusuf iliandaliwa wakati huo. Kulikuwa na shamra kumkaribisha Papa Francis licha ya mvua kubwa na ulinzi mkali, hivyo kuzuia baadhi ya watu kuhudhuria misa iliyofanyika Chuo Kikuu cha Nairobi. Maelfu walijitokeza kumsikiliza Papa katika uwanja ulio karibu na chuo hicho, lakini hawakufikia idadi ya milioni 1.5 kama ilivyokadiriwa na serikali. Nashukuru sana sababu ni mara ya kwanza Pope kuwahi nchi ya Afrika na Kenya. Hii ni mara ya kwanza kwa Papa kuzuru bara Afrika, ambapo ataanzia ziara yake nchini Kenya na baadaye ataelekea Uganda na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Alipokelewa na Rais Uhuru Kenyatta na baadaye akahutubia taifa moja kwa moja kupitia televisheni. Wanaume na wanawake wote walio na nia njema, natoa wito kwao wafanye kazi pamoja kuleta maridhiano na amani. Hiyo mada iliendelezwa katika mazungumzo yake na viongozi kutoka dini mbalimbali, ambapo alizungumzia mashambulio yaliyotekelezwa na magaidi nchini Kenya katika jumba la maduka la Westgate na chuo kikuu cha Garissa. Alitoa wito dini isitumiwe kuhalalisha chuki na ghasia. Aidha alizungumzia maadili ya kifamilia, mtazamo ambao unafuatwa na wengi katika kanisa Katoliki barani Afrika. Vile alizungumzia ufisadi.
Ikiwa imesalia siku chache kabla ya kongamano la Paris, inatarajiwa atagusa swala la mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Dayo Yusuf, BBC. Na kwa habari hizo hatuna cha ziada. Mimi ni Zuhra Yunus na watakieni Christmas njema na mwaka mpya wenye mafanikio, ila na wacheni na timu nzima ya Dira ya Dunia na salamu zao. Mimi ni Salim Kikeke, mtangazaji kinara wa BBC Dira ya Dunia. Nachukua nafasi hii kuwatakia watazamaji wetu heri ya Krismasi na heri ya mwaka mpya 2016. Utakuwa ni mwaka wa matumaini kabisa. Mimi ni Stefan Mayu, mhariri mkuu wa Africa TV. Nakutakia Christmas njema. Hujambo popote ulipo, mimi ni Mariam Omar, mhariri na vile vile msimamizi mkuu wa Dira ya Dunia televisheni. Nakutakia Christmas njema na mwaka mpya wenye mafanikio. Mimi ni Valerie Rimenka, mkata picha wa BBC. Christmas njema. Mimi ni mtayarishaji wa vipindi vya Dira TV na nakutakia Christmas njema na mwaka mpya wenye heri. Mimi Saloma Kasim, mtayarishaji wa vipindi Dira ya Dunia TV. Nakutakieni nyote Christmas njema na kila la heri katika mwaka mpya, na inshallah wewe mwaka wa amani duniani kote. Jina langu ni Dayo Yusuf, mmoja wa watayarishaji wa vipindi hapa katika Dira ya Dunia, televisheni pamoja na redio. Na washukuru nyote kwa kuwa nasi kwa mwaka huu na tunawatakia mwaka mpya wenye fanaka. Mimi ni Zawadi Machibia ambaye ni mmoja kati ya watayarishaji na waandaji wa matangazo ya Dira ya Dunia katika vipindi mbalimbali ambavyo mmekuwa mkiviangalia. Basi msikose kuwa nasi tena mwaka mpya unaokuja. Kwa rehema na kudra za Mwenyezi Mungu tunawatakia heri na fanaka ya mwaka 2016. Asanteni. Jina langu ni Peter Musembi, mtangazaji wako wa michezo katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, lakini pia ni mtayarishaji wa vipindi, ripota wa matukio mbalimbali duniani na pia msimamizi wa kipindi chenyewe cha Dira ya Dunia. Na kutakia Krismasi njema na mwaka mpya 2016 wenye heri na fanaka.